Msisase kitu chochote mpaka asubuhi. Yaani msipakisha kitu chochote itakapofika asubuhi. Kumbuka walikuwa naambiwa wafanye hivyo jioni. Hebu endelea kidogo. Bali kitu kitakachosalia hata asubuhi, utakichoma kwa moto. Kama itakuwa imepaki, mfanye nini? Mchome. Tena mtamula hivi. Mtamula hivi. Mtakuwa mmefungwa viuno vyenu. Kama wakati mnakula mtakuwa mmefunga viuno vyenu. Mmevaa viatu vyenu miguuni. Na mmevaa viatu miguuni. Na fimbo zenu mikononi mwenu. Na fimbo vyenu mikononi mwenu. Nanyi mtamla kwa haraka. Na mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Ni Pasaka ya Bwana. Endelea kidogo. Verse 12. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo. Hiyo sasa ndio ikaitwa Passover. Nitapita kati ya nchi ya Misri. Usiku huo. Nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza katika nchi ya Misri. Mwanadamu na wanyama. Kama ni mwanadamu, kama ni mnyama. Nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Na nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Bwana asifiwe. Mimi ndimi Bwana. Na mimi ndimi Bwana. So wakaambiwa hivyo. Wakapewa sheria ya kufanya ili ya kwamba waweze kukombolea. Kumbuka ya kwamba katika kitabu hiyo 12 verses I think 12 verses is it 48 ama 49? 12:49 tunajua ya kwamba wana wa Israeli walikuwa wamekaa Misri for 430 years wakiwa wanafanya kazi ya utumwa. Yesoma. Sheria ni hiyo moja kwa watu 48. Okay, na mgeni atakapoketi pamoja nawe 49. Sheria ni hiyo moja kwa basi wana wa Israeli kukaa kwao. Maana muda waliokaa ndani ya Misri ulikuwa ni miaka 430. Ulikuwa miaka 400 na ngapi? Ulikuwa 400 na ngapi? 430 years wakiwa Misri wakifanya kazi ya utumwa. So Elohim akafanya mpango thabiti ya kuweza kuwaokoa. Na ndiposa akawaambia wachinje mwana kondoo ambaye asiyepita mwaka moja, waipake damu katika milango sao, ili wakati malaika atakapopita kuwaua mzaliwa wa kwanza ataona damu na ataweza kupita. Nataka tuangalie, tumeshaangalia huyu mwana wa kondoo. Nyakati hizi katika Agano Jipya mwana kondoo ni nani? Katika kitabu cha Yohana 1:29 mwana kondoo ni nani? Vile unajua ukombozi, vile Bwana aliweza kuwakomboa wana wa Israeli inalingana na vile tulikombolewa katika Agano Jipya. Bwana asifiwe. Inasema Yohana akawajibu akisema, mimi nabatiza kwa maji. 29 129 John. Inasema siku ya pili yake amwona Yesu anakuja kwake. Akamwona Yeshua akikuja. Akasema tazama mwana kondoo aichukuae dhambi ya ulimwengu. Bwana asifiwe. Vile wana wa Israeli waliokolewa kupitia kwa damu ya yule mwana kondoo ambaye alichinjwa, ndipo sasa na sisi tulikombolewa na mwana wa kondoo ambaye ni Yesu, ambaye alitoa maisha yake
ili kwamba tuweze tukasafishwa dhambi zetu. Tumeona vile walikuwa wameambiwa watayarishe. Tunataka kuona sheria ya kuweza kushiriki Pasaka. Ni sheria zipi zilikuwa zimewekwa ili kwamba uweze kushiriki Pasaka. Exodus 12:43. Haikukuwa sasa walipofanya hivyo na wakatoka. Nataka kwanza usome, ulikuwa umefikisha, nataka uanzie verse 16. Nafikiri ni verse 16, 12:16. Walipotoka Misri, walipofanya vile walikuwa wameambiwa, wachinje mwana kondoo, ni nini waliamrishwa? Ilikuwa ni wafanye hivyo siku hiyo na waachane nayo, ama walikuwa wanafaa waendelee? 16. Siku ya kwanza tutakuwa kwenu na kusanyiko takatifu. Na siku ya saba kutakuwa kusanyiko takatifu. Haitafanywa kazi yoyote katika siku hizo. Isipokuwa kwa hiyo ambayo kila mtu hana budi kula. Hiyo tu ifanyike kwenu. Yes, 17. Nanyi mtaitunza ile sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, isiyochachwa, kwa kuwa katika siku hiyo hiyo mimi 24 inasema, nanyi mtalitunza jambo hili kuwa ni amri kwako na kwa wanao milele. Kwa nani? Kwako na wanao milele.